بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake kubwa kutuwezesha kuiswali swala hii ya dhuhuri tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema. Ni wangapi ambao waliweka nia ya kuiswali swala ya dhuhuri lakini hawakuweza kufanya hivyo? Ima wengine wamekuwa ni wagonjwa, huenda wako hospitalini wanatafuta matibabu, lakini kuna ambao wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanasubiria kuzika, lakini wewe uliweka nia utaswali ya dhuhuri na kweli umeiswali. Hii ni neema, na kwa neema hii unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha kuendelea na ibada hii ya funga mpaka muda huu, na tunamuomba Allah atujalie tuweze kuikamilisha funga ya siku hii, lakini pia funga ya mwezi wa Ramadhani mzima, tukiwa tunaendelea kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na Ramadhani, mambo ambayo yanahusiana na funga. Vikao vya kheri kama hivi, majalisu siyam, vikao vinavyozungumzia darsa za funga. Leo tutazungumzia adabu siyami, adabu za mfungaji. Mtu anapokuwa amefunga anatakiwa awe na adabu gani? Kuna adabu za wanafunzi, kila shule imeweka nidhamu yake. Kuna adabu za wafanyakazi, kila sekta imeweka utaratibu wake wa namna ya utendaji wa kazi. Na mfungaji vile vile anatakiwa awe na nidhamu, awe ana adabu, ili funga yake iweze kuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfungaji huyu anatakiwa ajipambe na adabu kadhaa, na hizi adabu siyamu minha ma huwa wajibun. Adabu za mfungaji kuna ambazo ni za lazima mfungaji ajipambe na adabu hizo, na kama hajajipamba na adabu hizo funga yake haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna adabu ambazo ni mustahab, ni sunna mfungaji awe ni mwenye kujipamba na adabu hizo. Kwa hiyo adabu ziko aina mbili, kuna adabu ambazo ni za lazima, za wajibu, na kuna adabu ambazo ni sunna mfungaji awe nazo. Na hizo zote maulama wetu wametueleza
za wajibu mtu akizitekeleza anapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia funga yake inakubaliwa na Allah. Lakini zile ambazo ni sunna vile vile mtu akizitekeleza, mja anazidisha malipo katika ibada yake ya funga, anazidisha thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Famin al-adabi al-wajibati an yaquma as-saimu bima awjaba Allahu alayhi, miongoni mwa adabu ambazo ni za lazima kwa mfungaji, na mfungaji anatakiwa ajipambe na sifa hizo, ni mfungaji kutekeleza mambo ambayo amewajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu kwake yeye kuyafanya mambo hayo, ni wajibu kwake yeye kuzifanya ibada hizo. Ibada ziwe ni ibada za kimatendo, ziwe ni ibada za kimaneno, Muislamu anatakiwa ajipambe na sifa hizo. Wa min ahammiha as-salatu al-mafruḍa, na miongoni mwa ibada ambazo ni lazima mfungaji ajipambe nazo, na ndiyo adabu ambazo anatakiwa ajipambe nazo, ya kwanza kabisa ni swala za faradhi. Wa hiya akidu arkani al-islami, na hizi swala tano ni miongoni mwa ibada ambazo zimetiliwa nguvu na ni katika nguzo za Uislamu. Baada shahadataini, baada ya shahada zile mbili, fayajibu ala as-saimi almuhafadhatu alaiha, ni wajibu kwa mfungaji kuzihifadhi swala tano na kuhakikisha awe ni mwenye kuziswali swala tano. Walqiyami biarkaniha, tena aziswali kwa nguzo zake, wa shurutiha, na aziswali kwa masharti yake, wa adaiha maa jamaati almuslimina, na aziswali swala hizo ni mwenye kuswalia msikitini. Wa kullu dhalika min at-taqwa allati shuri'a as-siyamu min ajliha, na hayo yote ni miongoni mwa uchamungu ambao funga imewekwa ili sisi tuwe ni wacha Mungu. Sasa Muislamu kama atakuwa na funga na hali ya kuwa si mwenye kuswali, huu uchamungu ambao umetakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ataupatia wapi? Uchamungu uko wapi? Na tunafahamu ya kwamba Muislamu kuswali swala tano ni jambo la lazima. Muislamu kuswali swala tano ni jambo la wajibu kwake yeye. Zimekuja dalili nyingi za kuonyesha kwamba swala tano ni jambo la muhimu na ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa kulitekeleza katika miezi yote, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kufunga, awe ni mwenye kuswali, sio unafunga alafu swala hauswali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawm al-qiyama as-salah, amali ya kwanza itakayoangaliwa na kuchunguzwa na kukaguliwa na Allah siku ya kiyama ni swala. Ikiwa swala itakutwa imetimia, qubilati wasairu amalihi, swala hiyo itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na matendo yake mema yatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa swala itakutwa haijatimia, adhuhuri imeswaliwa, alasiri haijaswaliwa, magharibi imeswaliwa, isha haijaswaliwa, subuhi haijaswaliwa, yani ameswali kwa kurukaruka, swala hii haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utarudishiwa wewe mwenyewe. Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona ya kwamba swala ni sharti ya kukubaliwa matendo yako mengine. Swala ni sharti ya kukubaliwa funga yako. Kwa hiyo kama utakuwa na funga na hali ya kuwa hauswali, funga yako haitokusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tumeona umuhimu wa Muislamu mwanaume kuswali swala ya jamaa msikitini. Ili nalo pia ni jambo la muhimu kwa Muislamu kuangalia na kuchunga nyakati za swala. Swala inaswaliwa saa ngapi? Sitisha kazi zako, sitisha mambo yako yote, nenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunatakiwa kuswalia msikitini. Lakini kama mtu ataamua kuswalia nyumbani kwake, amechoka na nini, huko ni kukhalifu maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, law annakum sallaytum fi buyutikum, lau nyinyi mtaamua kuswali katika majumba yenu,
la taraktum sunnata nabiyikum, mngeacha mwenendo na mafunzo na maelekezo ya mtume wenu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, kama tafikia mahala mtaacha maelekezo na mafunzo ya mtume wenu, la dhalaltum, mtapotea. Kwa kama watu wataamua kuswalia katika majumba yao, hawa watu wamepotea. Misikiti ipo, twendeni misikitini kwa ajili ya kuswali jamaa. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo ni ya wajibu au miongoni mwa adabu za wajibu kwa mfungaji anatakiwa kutekeleza swala 5 tena kwa jamaa msikitini. Huyu ataambiwa mfungaji huyu ana adabu na ana heshima na ibada yake ambayo anaifanya. Ndugu zangu katika imani, wa min al-adabi al-wajiba, na miongoni mwa adabu ambazo ni za wajibu, ayajitaniba as-saimu jami'a ma harrama Allahu alayhi, ni mfungaji kujiepusha na mambo yote ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ya wajibu, miongoni mwa adabu za wajibu kwa mfungaji, ni mfungaji kujiepusha na mambo yote ambayo yameharamishwa kuyafanya mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kaa nayo mbali. Min al-aqwali, miongoni mwa maneno, wal af'ali, na matendo, fayahfadhu lisanahu 'anil kadhibi, Muislamu anatakiwa kuhifadhi ulimi wake kutokana na uongo. Sio Muislamu amefunga huku anaongea uongo, anasema uongo. Uongo ni kitu kibaya. Hili ni miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu kwa mfungaji kujiepusha. Ajiepusha na uongo. Kaa mbali na uongo. Kaa mbali na kusema uongo. Wal ghiba, na kusengenya. Kaa mbali kabisa na kusengenya. Na kusengenya maana yake ni dhikruka akhaka bima yakrahu, ni wewe kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia. Hauwezi kuyazungumza maneno hayo akiwepo. Huko ndio usengenyaji, huko ndio kumsengenya mwenzako. Kwa mfungaji jambo hili halitakiwi. Jambo hili halitakiwi katika masiku yote, lakini katika mwezi wa Ramadhani ni zaidi. Kaa mbali na usengenyaji. Kaa mbali na makundi ambayo yanasema watu. Lakini kama Muislamu utakuwa unakwenda unakaa katika vijiwe vya kahawa, umefunga, unasema mimi nimefunga lakini ngoja nikasikilize yale yanayosemwa hapo. Muislamu umefunga lakini unaenda kukaa katika vijiwe ambavyo havina maana. Muislamu vijiwe kama hiyo havitakiwi. Muislamu kwenye funga yako hutakiwi kumsengenya mtu. Wanamima, na namima, umbea, kuhamisha maneno kwa huyu, unapeleka maneno kwa mtu mwingine kwa nia ya kuwagombanisha. Mfungaji anatakiwa jiepushe na mambo hayo. Wasabi, na kutukana. Muislamu unatakiwa kujiepusha na matusi. Kuna baadhi ya maeneo matusi yani imekuwa kama vile ni kitu cha kawaida. Ukipita sokoni, ukipita stendi, matusi ni kitu cha kawaida. Muislamu jiepushe na matusi, ni kitu kibaya. Washatmu, na kushtumu watu na kulaumu watu. Wafuhshil qawli, na kutoa maneno machafu. Hutakiwi Muislamu kufanya hivyo. Wayahfadhu basarahu 'anil nadhari ila almuharramati, na mfungaji anatakiwa kuhifadhi macho yake na kuangalia mambo ya haramu. Mambo yote ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mfungaji usiwe tayari kuyaangalia. Funga macho yako kuto kuyaangalia mambo yaliyokuwa ya haramu, yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahfadhu udhnahu 'anil istima'i alharami, na vile vile Muislamu anatakiwa kuhifadhi masikio yake kutosikiliza yaliyokuwa ya haramu. Naweza kumkuta Muislamu mwezi wa Ramadhani anasema funga imekuwa kali, ameweka headphone masikioni anasikiliza muziki. Kijana wa Kiislamu anasema funga imekuwa kali, ili kuilainisha ile funga isimzidie, anaweka headphone masikioni anasikiliza muziki. Ni haramu kusikiliza muziki vijana.
Waislamu ni haramu kusikiliza mziki. Kwa hiyo mfungaji anatakiwa kuyahifadhi masikio yake na kusikiliza mambo ya haramu. Kaa nayo mbali, usisikilize mambo ya haramu. Lakini pia umekaa kijiweni, watu wanasengenya watu, ondoka hapo, usisikilize yaliyo ya haramu. Muislamu kaa nayo mbali, usisikilize. Ndugu zangu katika imani, yatakikana kwa mfungaji wayahfadhu batnahu an kulli maksabin khabithin muharramin, na mfungaji vile vile anatakiwa kuhifadhi tumbo lake na chumo baya na chumo la haramu. Usile haramu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kula haramu ni haramu katika miezi yote, katika masiku yote, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani jambo hili limeharamishwa zaidi. Usije ukawa Muislamu ukawa ni mwenye kula vilivyokuwa vya haramu. Jiepusha na mambo hayo yote. Walaysa min al-aqli wal hikmati, na si katika akili nzuri na akili salama, na pia si katika hikma, an yataqarraba al-abdu ila rabbih bitarki al-mubahi, kwamba mja anatakiwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha vitu vya halali, kataami, kama vile chakula, washarabi, na vinywaji. Wala yataqarrabu ilayhi bitarki ma harrama Allahu alayhi fi kulli hal, na wala hajikurubishi kwa Allah kwa kuachana na yale yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mja anatakiwa jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuachana na yale mambo ya halali, vyakula vya halali, vinywaji vya halali katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Jiepusha na mambo hayo. Huko ndio kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile jikurubisha kwa Allah kwa kuachana na mambo ya haramu yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaa nayo mbali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sheria amara as-saimu, sheria imemwamrisha mfungaji bihifdhi lisanihi anil laghawi, sheria imemwamrisha mfungaji au hifadhi na kuulinda ulimi wake na mambo ya kipuuzi. Aulinde ulimi wake na mambo ya kipuuzi, na maeneo ambayo yanazungumzwa maneno ya kipuuzi kaa mbali. Yaani utakuta watu wanacheza bao au wanacheza karata, mwanaume anamwambia mwanaume mwenzake kwamba nimekuoa. Mambo haya yanazungumzwa katika karata, mambo haya yanazungumzwa katika bao kwamba bwana nimekuoa. Haya ni mambo ya upuzi, haya ni mambo ya lahau. Mfungaji anatakiwa jiepushe na mambo haya. Tena kuna watu ambao huwa wanafanya maandalizi ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani kwa kununua vitu kama hivyo. Ananunua karata hii, bwana ni kwa ajili ya kuja kupotezea funga, kuja kupotezea saumu, au ananunua bao kwa ajili ya kuja kupotezea funga. Muislamu hanaga muda wa kupoteza, na ukipoteza muda utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Epukana na jambo la kupoteza muda. Kwa ndugu zangu katika imani, yatakikana kwa Muislamu ajiepushe na maeneo ambayo huwa kuna mambo ya kilaghawi, mambo ya kipuzi. Kaa nayo mbali, usisikilize maneno ya namna hiyo. Lakini pia Muislamu usiseme maneno ya namna hiyo. Maneno hayo ni machafu, maneno mabaya, usiwe tayari kusikiliza. Ndugu zangu katika imani, yatakikana Muislamu ajiepushe na maneno ya kipuzi, wafuh waljahali ala nasi, na maneno ya kijinga ambayo yanazungumzwa na watu. Wewe kaa nayo mbali, hata wa in ta'arrada lil adha min ghairihi, hata kama mtu mwingine anataka kukukera, anataka kukuudhi, anakuletea maudhi, wewe usiwe tayari kuingia katika maudhi hayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, as-siyamu junna, funga ni ngome, ni hifadhi kwa aliyefunga. Funga ni ibada inayomzuia mtu na mambo machafu.
Funga ni ibada inayomzuia mtu na mambo mabaya. Funga ni ibada itakayomzuia mtu kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asiyamu junna, funga ni ngome, ni kinga ya kukukinga na mabaya. Kisha Mtume akasema, wa idha kana yaumu sawmi ahadikum, itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuth, asiwe ni mwenye kutamka maneno machafu, wala yasukhab, na asiwe ni mwenye kupiga makelele ya ovyo ovyo, wala yajhal, na wala asifanye mambo ya kijinga. Mfungaji hautakiwi uwe ni mwenye kutoa maneno mabaya, maneno machafu. Maneno mabaya yanafahamika, maneno machafu yanafahamika. Muislamu jiepushe na maneno mabaya. Wewe Muislamu, maneno yako yanatakiwa maneno mazuri. Lakini pia Muislamu hautakiwi uwe ni mwenye kupiga makelele ovyo ovyo. Lakini leo Waislamu, inawezekana kuna mpira na timu yake imefunga, atapiga makelele, utafikiria ni mwenda wazimu fulani. Atapiga kelele, utafikiria amechanganyikiwa kwa ajili ya mpira tu. Mfungaji hautakiwi uwe ni mwenye kupiga makelele ovyo ovyo. Lakini pia mfungaji hutakiwi kufanya mambo ya kijinga wala kusema maneno ya kijinga. Epukana na mambo hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili funga yako iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akatufundisha akatwambia, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni swaimun. Ikiwa mtu atataka kupigana na wewe au akataka kutukanana na wewe, mwambie, mimi bwana nimefunga, siko tayari kutukanana, lakini pia siko tayari kupigana kwa sababu nimefunga, siko tayari kuyafanya mambo hayo. Lakini vile vile inawezekana mtu anakuja na kueleza maneno ya kijinga, maneno ambayo hayana maana. Mweleze, mimi nimefunga, siko tayari kuyasikiliza hayo. Ndugu zangu katika imani, fa haqiqatu siyam, uhakika wafunga, idhan hivyo, laysat mujarradu al-imsaki 'anil muftirati al-hissiyya fahasib. Uhakika wafunga si mtu kujizuilia na mambo yenye kufunguza tu, kama bwana, mimi sijala kwa hiyo nimefunga, mimi sijanywa kwa hiyo nimefunga. Hiyo sio funga tu peke yake. Kuna maulama wanasema, ahwanu siyami, funga ambayo ni nyepesi, tarku sharabi, ni kuacha kunywa, wa taami, na kuacha kula. Hii ndio funga nyepesi. Lakini funga nzito ni mtu kuachana na yale ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, rubba saimi laysa min siyamihi illa al-ju'i wal-'atash. Huenda mfungaji hana malipo ya funga yake isipokuwa ni kushinda na njaa na kushinda na kiu, lakini hana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mfungaji gani huyo? Ni yule mfungaji ambaye funga yake hailindi na kuizuia na mabaya. Yeye hana mipaka. Maneno machafu ndiyo kwake, maneno mabaya ndiyo kwake, matusi ndiyo kwake, kusengenya ndiyo kwake, kutukana ndiyo kwake. Huyo atakuwa amefunga, lakini hakuna funga yake hiyo haitakuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa ameshinda na njaa na atakuwa ameshinda na kiu, hatakuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili funga yako iwe na malipo, hakikisha unayafuatilia haya na unakuwa ni mwenye kutekeleza adabu hizi ambazo amezielekeza Allah subhanahu wa ta'ala na amezielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, man lam yada'a qawla az-zuri, mtu ambaye hataacha kusema uongo, wal amala bihi, na kufanyia kazi uongo, falaysa lillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na funga yake, hana haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, katika kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake. Allah hana haja na hiyo funga yake, na wala haikubali funga yake kwa sababu ya kusema uongo na kuufanyia kazi uongo. Kuzao katika imani,
Muislamu anatakiwa akiwa amefunga au amefunga kweli. Yaqulu Jabir radiyallahu anhu mubayyinan haqiqata as-siyami. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anasema maneno mazuri sana akiwa anabainisha uhakika wa funga. Mtu anapokuwa amefunga funga ya kweli ni mtu wa namna gani? Anasema idha sumta, unapokuwa wewe Muislamu umefunga, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka, basi na yafunge masikio yako na yafunge macho yako na ufunge ulimi wako, anil kadhibi, na kusema uongo, wal maathimi, na kufanya mambo mabaya, wada adhal jari, na acha kumkera na kumuudhi jirani yako ukiwa umefunga. Pamoja na kwamba kutokumuudhi jirani jambo hilo linatakiwa katika masiku yote, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani jambo hili limetiliwa mkazo, na acha maudhi ya kumkera jirani yako. Waliyakun alayka waqarun, na kuwa na utulivu wa sakina, yawma sawmika, siku unapokuwa umefunga. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, na wala usifanye siku yako unapokuwa umefunga na unapokuwa haujafunga, usizifanye siku hizi ni sawa sawa. Kuwa makini, funga yako iwe ina miza, funga yako iwe ina utofauti mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapokuwa umefunga, watu waone kwamba huyu bwana amefunga, na kutokana na funga yake funga imembadilisha, yuko tofauti kabisa na siku ambayo anakuwa hajafunga. Ndivyo Uislamu unavyotaka, kwamba tofautisha siku ya funga yako na siku ambayo haujafunga. Haya masiku mawili yatofautishe. Kwa ndugu zangu katika imani, darasa yetu ya leo ilikuwa inazungumzia adabu siyami, adabu za mfungaji. Tukasema kuna adabu ambazo ni za lazima, Muislamu lazima alazimiane na adabu hizo, na kuna adabu ambazo ni sunna, Muislamu akilazimiana nazo funga yake inakuwa na malipo makubwa na anapata thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu walazimiane na adabu hizo ili tuweze kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na funga yetu iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zijazo tutaendelea kukumbushana adabu ambazo ni sunna kuzifanya na ni sunna kulazimiana na adabu hizo ili uweze kupata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapo, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.